Ni kwamba tunakuletea taarifa hii mpya. Bwana, tunadhaminiwa na Kitulo, maji mazuri kabisa ambayo yako mtaani kwako. Nami ninaendelea kukata kiu na Kitulo, maji mazuri tulivu, hayana wasiwasi, yanatoka katika milima fulani huko. Yana utamu fulani, yana ladha fulani hivi, yana testi fulani ambayo ni ya pekee sana. Natural. Sasa tuanze kuzungumza kuhusiana na Suleiman Mwalimu. Ni kwamba tunakuletea taarifa hii mpya ambayo tumeichimba sisi kama Costa TV. Nami ni msimulizi wako, naitwa Costa ama Generator. Ni kwamba uongozi wa klabu ya Simba umefanikiwa kumbakisha Suleiman Mwalimu ama kijana hatari, kwa sasa striker hatari wa kutegemewa pale Simba, kwa kumpa kandarasi ya miaka 3. Na hii imekuja mara baada ya kikao cha siri cha hapo jana kuweza kukaa na kuzungumza kwa kina jinsi gani ambavyo wanaweza wakambakisha Suleiman Mwalimu, ambaye tayari zipo taarifa zinazungumza kwamba alikuwa anahusishwa kutakiwa na klabu ya wananchi Young Africans, ambao nao ingawa afisa habari wa klabu yao Ali Shabani Kamwe ameripotiwa katika vyombo vya habari akipinga kwamba hawahitaji saini ya mchezaji huyo, lakini vyanzo vyetu, tetesi zetu zimebaini kwamba ni uhalisia. Walisafiri mpaka kule nchini Morocco kuweza kuzungumza ama kufanya mazungumzo na uongozi wa Wydad Casablanca ili kuweza kumruhusu Suleiman Mwalimu aweze kuwatumikia wananchi katika msimu ujao. Lakini na ofa ambayo waliweka kama ambayo tumeripoti hapo katika posti ya chini kwamba zaidi ya shilingi milioni 125 wangekuwa wakihitaji kumpatia Suleiman Mwalimu. Kwa hiyo Simba imefanikiwa hivyo, na uongozi wa Simba katika kikao chao cha siri walikaa wakaona kwamba mchezaji umri wake ni mdogo, ukimwangalia na umri wa miaka 20, kwa hiyo anaweza akawasaidia zaidi. Na mwingine alipendekeza kutokana na quality ya Suleiman Mwalimu kuonekana ni biashara kwa hapo baadaye, ilitakiwa hata wampe kandarasi ya miaka 5, lakini kikao kile ambacho walikuwa wamekaa wakakubaliana kwamba kijana wampatie mkataba wa miaka 3 na sasa atakula zaidi ya milioni 30 kwa mwezi. Yes. Na sasa atakula zaidi ya milioni 20 kwa mwezi, kumradhi, atakula zaidi ya milioni 20 kwa mwezi, na hata Yanga pia nao walihitaji kumpa milioni 20 na sadikika hivyo, lakini Simba nao wamekubaliana. Sasa kutokana na hiyo ambayo Simba wameweza kuiamua, Young Africans wenyewe nao bado ilionekana kama vile hawaamini macho yao kwamba kutokana na kuhitaji huduma yake Suleiman Mwalimu, ambaye kwa sasa anatajwa kuwa hatari, anaelekea kuwa pocha kwelikweli, awapo katika lango la mpinzani, na amewanufaisha Simba katika siku za hivi karibuni, ingawa siku chache zilizopita aliimbwa kutokana na ubutu wa kukosa nafasi mbalimbali, lakini alikaa na bench la ufundi, alikaa na management, lakini vile vile pia alizungumza na Steve Becker. Steve Becker alimuita akamwambia, kijana, una 8 nzuri, una kimo kizuri, cha uchezaji ni kucheza mpira. Kwa nini usipatie timu yako matokeo? Wewe ndio striker ambao unategemewa sasa. Na Steve Becker ndio amefanikiwa zaidi kumbadilisha Suleiman Mwalimu, ambaye mwanzoni alionekana yeye sio striker. Kwa hiyo kumbe ikaonekana wakati akifanya mabadiliko hayo, kuongeza ama kuestablish kiwango chake, quality yake, Young Africans wenyewe nao walikuwa wanaona kwamba ni striker ambaye atawafaa kuja kuunganisha nguvu pale na kina Depu. Kwa hiyo akafanya mkakati, inasadikika Engineer Hersi akasafiri mpaka kule Afrika huko nchini Morocco, na bado mazungumzo yalikuwa yanaendelea, lakini Simba kwa sababu walikuwa na ukaribu zaidi na Wydad, kutokana na hata mchezaji kucheza kwa mkopo, manake wana ukaribu, wana mazungumzo ambayo yanaeleweka kwa haraka zaidi. Kwa hiyo wakaona haina haja ya kuhangaika kumtafutia timu nyingine mchezaji Suleiman Mwalimu, ambaye tayari yeye mwenyewe anaonekana ana mapenzi na klabu ya Simba. Ametulia pale Simba, ingawa kulikuwa na pressure hapa na pale kutokana na quality yake, lakini sasa Suleiman Mwalimu ameanza kujipata. Kwa hiyo taarifa ambayo tumekuletea ni hii ya Simba imempa kandarasi ya miaka 3 Suleiman Mwalimu, mara baada ya simu kupigwa kutoka kwa Modoj, kuzungumza na kina Mangungu, kuzungumza na kina Maguri kwamba huyo kijana anatakiwa abaki Msimbazi. Ingawa kikao hicho ambacho kimefanyika kikiongozwa
na Mo Dewji kwa njia ya simu pia. Unajua siku hizi Google Meet ambao watu wanatumia, wamezungumza vitu vingi sana. Wakamjaribu kuzungumza naye pia kijana Suleiman Mwalimu kumwambia, bwana, sisi tunataka tukupe mkataba hapa wa miaka 3. Upo tayari ama utakuwa ni kijana mwenye tamaa, kijana wa ovyo kama walivyokuwa vijana wengine ambao sisi kama Simba tuliwasaidia, mwisho wa siku nao walitusaidia, lakini mwisho wa siku wakatudharau. Yeye akasema, bwana, mimi naipenda klabu ya Simba na niko tayari kuwatumikia, na moja kwa moja wakasema haina haja. Kwa hiyo kikao ambacho kimekaa kikajadili hivyo, na mapema tu leo wakaweza kufikisha ama kufanikiwa kumpa kandarasi Suleiman Mwalimu. Sasa yale maneno ya kusema Suleiman Mwalimu pengine bado anaweza kwenda Jangwani, nadhani tuyafute. Ifike hatua sasa basi watu wakubaliane tu na kile ambacho wamekizungumza Ali Kamwe, ambaye yeye alisema hawahitaji huduma yake. Sasa inawezekana sizitaki mbichi hizi ama vipi, lakini alishasema hawahitaji huduma yake. Kwa hiyo tubaki tuishi hivyo katika maneno yake, lakini ukweli ni kwamba taarifa ambazo si rasmi, vyanzo vyetu vya habari, tukichimba na kutafiti, tumebaini kwamba ni kweli Suleiman Mwalimu alikuwa anatakiwa pale Jangwani, lakini kijana mwenyewe ameonyesha kuendelea kuvaa uzi mwekundu, akipenda klabu ya Simba, kuendelea kuwatumikia. Kwa hiyo kumpata Suleiman Mwalimu haijawa kitu chepesi, kutokana na ofa ambayo Yanga walikuja nayo kwa Suleiman Mwalimu. Walikuja na ofa kubwa sana ambayo kwa asilimia kubwa ingekuwa ni vigumu sana kijana kuweza kuikataa, na Yanga walifanikiwa kutokana na wao kuzungumza vizuri pia na Wydad. Lakini Simba nao mara baada ya kuona kwamba wakizembea wataweza kupikiwa, ama Yanga wataweza kuwapiku kama vile ambavyo Yanga waliwini hiyo show kwa Zimbwe Mohamed Hussein mwishoni mwa msimu, waliweza kumsajili, huku Simba nao wakimhitaji. Safari hiyo wameamua kujinyosha mapema tu na kuweza kumalizana naye Suleiman Mwalimu kwa kandarasi hiyo ya miaka 3. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza, watu wa Simba show wataendelea kumfurahia Suleiman Mwalimu, wataendelea kupata burudani za Suleiman Mwalimu kwa sababu kijana amebadilika, na apongezwe kocha wa Simba Steve Barker. Kwa nini ninasema apongezwe? Ni kwa sababu tayari ameweza kumbadilisha na hata kuongeza value yake, thamani yake, na ndio maana unaona kuna baadhi ya watu wakikaa wenyewe wanaweza kusema bwana, huyu sio striker, sio chochote, lakini mwisho wa siku mambo yanakuwa magumu sana bwana. Tunaendelea kunywa Kitulo, maji ambayo yako mjini kwa sasa ni Kitulo, maji mazuri kabisa, yanakata kiu yako bila wasiwasi wowote, na gharama yake ni nafuu sana. Tunadhaminiwa na Kitulo, na sasa hebu tuanze kupata kwanza huduma hii. Sasa mara baada ya kupata maji ya Kitulo ni kwamba tuendelee kueleza haya mazuri ambayo wewe unatakiwa kuyapata kupitia hapa Costa TV. Tazama jinsi ambavyo Suleiman Mwalimu anacheza. Tazama jinsi ambavyo kijana mwenye age ya miaka 21 alivyokuwa mbichi kweli. Mwanzo nilizungumza 2021 yuko hapo, lakini kwa ufupi dili limefanikiwa na Simba ndio ambao wameshinda kuweza kubakisha huduma ya Suleiman Mwalimu. Kwa hiyo hii ndio taarifa ambayo tumeona tuwaletee.